Nikukaribishe katika taarifa ya habari usiku huu, na hii ni Abu TV. Mimi ni Abed Maulid Kidunda. Leo ikiwa ni Jumatano tarehe 10 Juni 2026, na kukaribisha katika taarifa ya habari, matukio na yote yanayoendelea duniani. Na kwa kuanza, tunaanza na habari za kitaifa. Mheshimiwa mbunge wa Morogoro mjini Abdulaziz Mohamed Aboud ameitaka serikali kueleza ni lini itakomesha malipo yasiyo rasmi yanayodaiwa kutozwa kwa wajawazito wanapokwenda kujifungua katika hospitali za umma. Akijibu swali hilo wakati wa maswali na majibu kwa Wizara ya Afya bungeni, Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Samizi amesema serikali inaendelea kutekeleza sera ya kutoa huduma za afya bure kwa makundi maalum ikiwemo wajawazito, watoto wenye umri chini ya miaka 5 na wazee wasiojiweza. Dr. Samizi amesema serikali tayari imeanza utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote kwa makundi maalum, huku akisisitiza kuwa hospitali hazipaswi kuwatoza wajawazito gharama za vifaa vya kujifungulia kwa kuwa huduma hizo tayari zinagharamiwa na serikali kupitia fedha zinazotolewa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Abdulaziz Aboud anauliza, je, lini serikali itaondoa malipo yasiyo rasmi kwa wajawazito ikiwemo gharama za vifaa wanapokwenda kujifungua? Swali hilo linaenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeshatangaza rasmi kuanza utekelezaji wa sheria ya bima afya kwa wote awamu ya kwanza itakayohusisha makundi ya wananchi ikiwa ni pamoja na watoto, wajawazito, walemavu na wazee wasio na uwezo, ambapo kundi hili litagharimiwa na serikali. Kukamilika kwa hatua hii itawezesha wajawazito na watoto chini ya miaka 5 kupata huduma za afya kwa kugharimiwa na serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe rai kwa waganga wakuu wa mikoa na wa wilaya pamoja. Katika hatua nyingine, Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Morogoro mjini Dr. Aboud ameomba majibu ya serikali kuhusu wajawazito wanapokwenda kujifungua kwenye hospitali za wilaya au mkoa huwa wanachajiwa gharama za ziada ili waweze kuhudumiwa hadi wakalipie control number, hali ambayo muda huo unakuwa ni vigumu kuzipata. Wajawazito wanapokwenda kujifungua kwenye vituo vya afya, hospitali ya wilaya au hospitali ya mkoa, huwa wanachajiwa gharama za ziada za gharama chungu mzima ili waweze kutimiziwa haja yao. Swali langu la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna wagonjwa wanaokwenda usiku katika vituo vya afya na hospitali za wilaya na mkoa saa 6, saa 7 ya usiku. Hapewi huduma, anaambiwa akalipie control number. Saa 7 ya usiku anaipata wapi control number kulipia? Sasa naomba kauli ya serikali. Akijibu swali hilo, Dr. Samizi amesema Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anagharamia huduma za hao wanawake na zinatumika zaidi ya shilingi bilioni 7 kununua vifaa vya kujifungua ikiwemo dawa za kuzuia kutokwa kwa damu nyingi na vifaa vingine. Hospitali zote nchini hazitakiwi kuwachaji hao wanawake huduma hizi kwa sababu tayari Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekwisha kulipia hizo gharama. Kwa hivyo naomba nitoe rai kwa mganga mkuu wa hospitali ya Morogoro na vituo vya afya vyote Morogoro wafuate sera ya afya ambayo inawataka kutoa huduma bure. Mheshimiwa Mwenyekiti, huduma za afya ni masaa 24. Hakuna wakati wowote ambapo huduma inafungwa kwa kusema ni usiku au ni mchana. Ndio maana tunaingia kwa shift. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tena mganga mkuu wa hospitali ahakikishe anaweka mtaalamu wa mfumo usiku huo ili control number iweze kupatikana wakati wote. Control number isiwe kikwazo cha kumfanya mama asipate huduma, kwa sababu Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameshaelekeza lazima tuwahudumie hawa mama kwa upendo na furaha ili tuhakikishe kwamba tunafikia malengo ya SDGs kupunguza vifo vya mama na mtoto kama ambavyo inatarajiwa.
Wakati huo huo, tukisalia jijini Dodoma, waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar amesema bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2026-2027 yenye thamani ya shilingi trilioni 62.3 itakuwa ya kipekee kwa kuwa ndiyo bajeti ya kwanza kuanza kutekeleza Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 pamoja na mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka mitano wa 2027-2028 na 2031-2032. Akizungumza jijini Dodoma wakati akitoa dondoo za mwelekeo wa bajeti kuu ya serikali ya mwaka wa fedha 2026-2027 kwa waandishi wa habari, Balozi Hamis amesema bajeti hiyo inatarajiwa kuwasilishwa bungeni Juni 11, 2026 na imebeba vipaumbele vikubwa vinavyolenga kufanikisha utekelezaji wa malengo yaliyoainishwa katika Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Amesema bajeti hiyo ni ya kihistoria katika mustakabali wa maendeleo ya taifa kutokana na kuzingatia utekelezaji wa mipango mikubwa ya maendeleo ambayo itaiongoza nchi katika kipindi cha miaka ijayo. Hii itakuwa ndio bajeti ya kwanza kwa utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050. Mnakumbuka kwa muda wa miaka takriban 25 iliyopita tumekuwa tukitekeleza Dira ya Maendeleo ya mwaka 2025. Dira ile imekamilika rasmi mwaka jana, na kuanzia mwaka huu tutaanza rasmi kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Imezinduliwa mwezi Julai mwaka jana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na sasa iko tayari kutekeleza. Na bajeti hii tunakwenda nayo itakuwa ndio bajeti ya kwanza ya kutekeleza rasmi dira ile. La pili, kwa sababu dira iko tayari na dira nayo wakati wa utekelezaji inagaiwa kwa miaka mitano. Kwa hiyo vile vile kwa mnasaba huo, hii itakuwa ndio bajeti ya kwanza ya kutekeleza mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano. Mpango ambao tutaenda nao baina ya mwaka huu 2026-2027 mpaka mwaka 2030 na 31. Na tatu, wote mnafahamu, mtakumbuka kwamba mwaka jana tulikuwa na uchaguzi mkuu, mwezi wa Oktoba mwaka jana tulikuwa na uchaguzi mkuu ambao umeweka uongozi ambao tutakwenda nao hadi kufikia mwaka 2030. Kwa hiyo nayo bajeti hii itakuwa vile vile ndio ya kwanza ya kutekeleza ilani ya uchaguzi ya chama kinachoongoza, Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kwa sababu hizo tatu tunasema kwamba hii itakuwa ni bajeti maalum katika mustakabali wa taifa letu katika utekelezaji wa mipango yetu mikubwa. Kabla ya kuwasilishwa kwa bajeti kuu ya serikali, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji atawasilisha taarifa ya hali ya uchumi kwa mwaka 2025 pamoja na mwelekeo wa uchumi kwa mwaka 2026. Kimsingi, taarifa ya hali ya uchumi itaeleza matokeo muhimu ya uchumi mkuu kama vile ukuaji halisi wa pato la taifa kwa mwaka tuliomaliza mwaka 2025, ukuaji na mchango wa kisekta, kwa maana kwamba zile sekta kubwa za kiuchumi zimekuwa kwa kiasi gani, mwenendo wake, lakini vile vile na mchango wa kila sekta katika pato la taifa. Na tatu, itaonesha vile vile mwenendo wetu, hali yetu ya utulivu wa bei. Katika kila nchi lazima tufuatilie bei, kasi yake ya ukuaji, lakini na utulivu wa bei zenyewe. Kwa hiyo tunatarajia katika taarifa hiyo na utaelezwa vile vile hali ya utulivu wa bei nchini, mwenendo wa sekta ya nje kwa maana ya kiasi gani tunaagiza kutoka nje, thamani ya bidhaa ambazo tunaagiza, thamani ya bidhaa ambazo tunasafirisha, na urari wa biashara yetu na mataifa mengine. Lakini vile vile tunatarajia kitaelezwa hali ya akiba yetu ya fedha za kigeni. Kuhusu utekelezaji wa bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026, amesema umeendelea vizuri kutokana na mwenendo mzuri wa ukusanyaji wa mapato ambapo takribani 70% ya bajeti iligharamiwa na mapato ya ndani. Na tuelekee huko mkoani Mwanza. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limeanza uchunguzi kuhusu vipeperushi vinavyodaiwa kusambazwa katika maeneo mbalimbali ya mkoani humo vikiwa na maudhui ya kuchochea vurugu na uvunjifu wa amani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, DCP Willibrod Mutafungwa, amesema vipeperushi hivyo vimeripotiwa kusambazwa katika maeneo ya Libati jijini Mwanza pamoja na Kanyama Kisesa wilayani Magu.
Kamanda Mutafungwa amesema jeshi la polisi halitavumilia mtu yeyote au kikundi chochote kitakachojihusisha na vitendo vya kuhamasisha uvunjifu wa amani na kwamba uchunguzi unaendelea ili kuwabaini wahusika. Kutokana na vipeperushi hivyo kuanza kusambazwa kuanzia tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu na tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu katika maeneo ya mtaa wa Liberty hapa jijini Mwanza na eneo la Kanyama katika eneo la Kisesa wilaya ya Magu, na vinasambazwa na watu ambao hawajafahamika. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, wakati tukiendelea na uchunguzi na ufuatiliaji wa kina kuhusu watu wanaosambaza vipeperushi hivi, ninapenda kutoa taarifa kwa umma kwamba kamwe halitaruhusu mtu yoyote au kikundi cha watu kuhamasisha watu kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani au kushiriki katika vitendo vya vurugu vinavyoweza kusababisha uvunjifu wa amani. Kwa hali hiyo, ninaomba wakazi wote wa mkoa wa Mwanza kutoa taarifa kwa jeshi la polisi au mamlaka nyingine za serikali kuhusu watu wanaohamasisha vitendo vya uvunjifu wa amani kwa kutoa taarifa kwa jeshi la polisi, lakini kwa kutoa taarifa kwa mamlaka nyingine za serikali ili waweze kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Aidha, operation maalum iliyoanza Juni 6, 2026, jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limefanikiwa kuwatia mbaroni watuhumiwa 11 wanaodaiwa kujihusisha na wizi na uharibifu wa miundombinu ya serikali. Akizungumza na waandishi wa habari kuhusu operation hiyo, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Willibrod Mutafungwa amesema kuwa watuhumiwa 4 walikamatwa kwa tuhuma za kuiba betri za taa za barabarani zinazotumia nishati ya jua zilizokuwa zimefungwa katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Ilemela na Nyamagana. Watuhumiwa waliokamatwa majina yao ni kama ifuatavyo: Zakaria Marwa Kyolyo ana miaka 17, ni mkazi wa Mabatini. Abdul Rashid Ramadhani, mkazi wa Kitangili, ana umri wa miaka 27. Ernest Clement Mtiku, miaka 25, ni dereva bajaji na mkazi wa Igogo. Wanne ni Leonard Peter Ezekiel, miaka 19, mkazi wa Nata katika wilaya ya Nyamagana. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linaendelea na operation kali kuhusiana na tukio hilo na limeweza kufanya mahojiano ya kina kwa watuhumiwa hao waliokamatwa, ambapo limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wengine zaidi 7, ambao hawa watuhumiwa 7, watu 7 hawa ni wafanyabiashara wa vyuma chakavu jijini Mwanza. Wafanyabiashara hawa wamekamatwa na wanatuhumiwa kwa kupokea betri hizo za sola za taa za barabarani zilizoibiwa, hivyo kuchochea wizi na uharibifu wa miundombinu hiyo ya barabara. Watuhumiwa hao ambao wamekamatwa na wanaendelea kuhojiwa, majina yao ni kama ifuatavyo. Wa kwanza anaitwa John Richard Kabesa, miaka 28, mfanyabiashara na mkazi wa Nyasaka Ilemela. Wa pili ni Richard Kabesa, miaka 57, mfanyabiashara na mkazi wa Nyasaka wilaya Ilemela. Wa tatu ni Wilson Jackson Anania, miaka 41, mfanyabiashara na mkazi wa Mbugani wilaya Nyamagana. Wa nne ni Yohana Gabriel Budeche, ana miaka 36, huyu ni mfanyabiashara na mkazi wa Nyakabungu wilaya Nyamagana. Wa tano ni Everest Charles Katoto, miaka 41, mfanyabiashara na mkazi wa Urunya kata ya Kahama wilaya Ilemela. Wa sita ni Ali Musa Talimo, miaka 56, mfanyabiashara na mkazi wa Nyamanoro wilaya Ilemela. Wa saba ni John Emmanuel, ana umri wa miaka 60, ni mfanyabiashara na mkazi wa Buongwa katika wilaya ya Nyamagana. Katika msako huu ambao kama nilivyosema unaendelea, tumefanikiwa pia kukamata betri 4 zilizokuwa zimeibiwa katika matukio hayo za taa za barabarani ambazo zinatumia nishati ya jua, yani solar panel. Pia tumefanikiwa kukamata mizani 5 inayotumika kupima uzito wa betri hizo
zinapokuwa zimeibiwa na vifaa vingine vya kufanyia uhalifu. Lakini pia tumeweza kukamata bajaji moja yenye namba za usajili MC 335 FJR. Hii ni aina ya TVS iliyokuwa ikitumiwa na wezi hao kusafirisha betri kutoka kwenye maeneo ya matukio na kuzipeleka kwa wanunuzi. Uchunguzi kuhusiana na tukio hilo unaendelea na jeshi la polisi linaomba wakazi wote wa mkoa wa Mwanza kulinda miundombinu ya barabara iliyopo katika maeneo yao, kwani miundombinu hiyo ni kwa faida yao wenyewe, na serikali inatumia gharama kubwa za fedha katika ujenzi wa barabara hizo. Jeshi la polisi limesema uchunguzi bado unaendelea ili kubaini mtandao mzima unaohusika na wizi huo, huku likitoa wito kwa wananchi kushiriki katika kulinda miundombinu ya serikali na kutoa taarifa za uhalifu kwa mamlaka husika. Na shirika la madini la taifa STAMICO limeendelea kuimarisha uzalishaji wa makaa ya mawe katika mgodi wa Kabulo Kiwira, wilaya ya Ilenje mkoani Songwe, kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya akili unde AI pamoja na mtambo wa kusafisha makaa ya mawe, hatua iliyosaidia kuongeza ubora wa bidhaa hiyo na kuimarisha ushindani wake katika soko la ndani na nje ya nchi. Akizungumza baada ya kuongoza ziara ya ukaguzi wa bodi ya wakurugenzi wa STAMICO katika mgodi huo, mkurugenzi wa migodi wa shirika hilo Baraka Manyama amesema matumizi ya teknolojia hiyo yameiwezesha kutenganisha makaa ya mawe na uchafu kwa ufanisi mkubwa, jambo ambalo limeongeza thamani ya bidhaa hiyo. Amesema kabla ya kuanza kutumika kwa teknolojia hiyo, STAMICO ilikuwa ikikabiliwa na changamoto ya masoko kutokana na ubora wa makaa ya mawe, lakini kwa sasa bidhaa hiyo imekuwa ikikidhi viwango vinavyohitajika na wanunuzi mbalimbali, wakiwemo wazalishaji. Ni huduma ambayo tunaifanya katika uchenjuaji wetu wa utenganishaji wa uchafu pamoja na makaa iliyo safi kwa kutumia teknolojia ya AI. Tumefeed katika mitambo ya kisasa taarifa zote za msingi za kiwango ambazo zinahitajika kwa ajili ya mkaa ulio safi. Kwa hiyo katika uendeshaji wa mitambo ile ya AI pale, maana yake zile taarifa zinajisoma wakati makaa yanapita. Wanapogundua kwamba zile taarifa, sifa zinazostahilika hazipo ndani ya ile mkaa, ule mkaa unaondolewa kama uchafu na ukaa msafi unapelekwa upande mwingine kwa ajili ya hatua zingine zinazoendelea. Hii teknolojia imeongeza wateja wengi ambao walikuwa wachukui makaa yetu, kwa sasa wanachukua, kiasi kwamba kazi kubwa tulionayo mbele yetu ni kuongeza zaidi uzalishaji ili kuweza kuwahudumia wote kama ambavyo wanahitaji. Ukiangalia kinachoenda upande huu wa kulia ni west, lakini kinachoenda upande ule kule ni mkaa ambao ni mzuri. Kwa hiyo hii ni teknolojia, na kwa Tanzania inawezekana sisi ndo wa kwanza kuwa na teknolojia aina hii. Imeanza kusogea, lakini kwa Tanzania sisi ndo wa kwanza kutumia hii. Kwa hiyo kwa kutumia teknolojia hii ni moja ya vitu ambavyo tumefanya kuimprove quality. Mwenyekiti wa bodi ya STAMICO, balozi na mkuu wa mkoa wa Kigoma IGP mstaafu Simon Siro amepongeza juhudi zinazofanywa na uongozi wa mgodi huo katika kuongeza uzalishaji na kutumia teknolojia za kisasa zinazochangia kuboresha ubora wa makaa ya mawe. Kwa hiyo na taarifa tulizopata ni kwamba kwa kweli mkaa wetu unapendwa na soko ni kubwa. Kwa hiyo naombe sana Watanzania ambao wanahitaji mkaa wetu. Mkaa wetu ni bora kwa sababu hauna sulfur. Na wale ambao wamesoma chemistry, unajua ukizungumzia sulfur ikichanganyikana na maji na hewa inafanya sulfuric acid ambayo ni acid. Na ile acid ukiitumia mkaa ambao una acid, maana yake utatoboa sufuria, utaleta madhara kwa kile unataka kukitumia. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba mgodi wetu unaendelea vizuri, na sisi bodi baadaye tutakaa tutaona tutatoa maelekezo gani, lakini cha msingi ni kwamba management inafanya kazi nzuri, na sisi tuhakikishie Watanzania kwamba na sisi bodi ambao tumepewa wajibu wa kusimamia management tutahakikisha kwamba mgodi huu utazalisha zaidi. Taarifa hiyo inatamatisha habari za kitaifa. Endelea kutufuatilia Abud TV kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tunapatikana kama @AbudMediaTZ, Instagram, Facebook, X, TikTok na YouTube. Lakini pia endelea kutazama Abud TV. Tupate mapumziko mafupi, tutarejea hapa kwa habari za kimataifa. Abud FM.
99.9 Dodoma, 98.9 Abudi FM Mbeya inasikika. Abudi FM 101.7 Dar es Salaam, 88.3 Abudi FM Morogoro, 104.1 Abudi FM Arusha. Through Abud Radio, I really enjoy the music. All day, all night. The best radio station. Abud FM. Keep in touch. Karibu Abud Bus Service Limited, ni kampuni bora katika usafirishaji mizigo pamoja na abiria. Karibu katika ofisi zetu mpya zilizopo hapa Urafiki, mkabala kabisa na kituo cha polisi cha Urafiki. Tuna safari za kutoka Dar es Salaam kuelekea mikoa mbalimbali kama Arusha, Mwanza, Bukoba, Musoma, Mbeya, Iringa, Tabora, Tunduma. Vile vile usafiri wa kutoka Kigamboni mpaka Arusha, Arusha mpaka Kigamboni. Kutumia usafiri wa Abud kwa muda mrefu, safari tofauti, na ni kweli wana huduma nzuri. I recommend mtumie Abud kwa ajili ya safari zenu. Kwa sasa wana magari yao yanaenda Bukoba, kwa wote wenzangu wanaoishi Bukoba mnaweza mkatumia Abud. Hii ni Abud TV habari na mimi ni msomaji wako Abed Kidunda, na hizi ni habari za kimataifa. Na tuanzie huko Kongo. Shirika la Human Rights Watch limesema waasi wa M23 waendesha mkakati wa kuwasajili kwa nguvu kwenye kundi hilo raia, wanajeshi na hata wapiganaji na kuwazuia chini ya mazingira ya kikatili. Ripoti ya shirika la kutetea haki za kibinadamu la Human Rights Watch limesema kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limewalazimisha maelfu ya watu kujiunga na kundi hilo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwashikilia katika mazingira yasiyokuwa ya kibinadamu. Ripoti hiyo iliyochapishwa leo Jumatano imebainisha kwamba maelfu ya wanajeshi wa Kongo, wanachama wa makundi ya wanamgambo na raia wamekuwa wakizuiliwa na kundi hilo. Baadhi ya wanaoshikiliwa ni pamoja na watoto chini ya umri wa miaka 12 ambao wamepelekwa kwenye vituo au makambi ya mafunzo ya kijeshi ambako wamekuwa wakishikiliwa chini ya mazingira mabaya kwa wiki au miezi kadhaa, wakipitia ukatili wa kupigwa na hata mauaji. Ripoti hiyo ya Human Rights Watch imetokana na mahojiano waliofanyiwa wafungwa 102 wa zamani waliokuwa chini ya kundi hilo la M23. Na huko Mashariki ya Kati, kambi za jeshi la Marekani katika mataifa ya Jordan na Bahrain zimeshambuliwa na Iran baada ya Marekani kuishambulia Iran kufuatia kudunguliwa kwa helikopta yake. Iran imezishambulia kambi za jeshi za Marekani nchini Jordan na Bahrain, huku ikiyaonya mataifa ya Ghuba kwamba yana wajibu wa kuzizuia Marekani na Israel kutumia ardhi yao kuishambulia Tehran. Mashambulizi hayo yamejiri baada ya Marekani kushambulia maeneo kadhaa ndani ya Iran kufuatia kuangushwa kwa helikopta yake ya kijeshi. Hata hivyo, Jordan imesema ilidungua makombora 5 ya Iran bila kusababisha vifo wala uharibifu. Bahrain nayo imesema ilizuia mashambulizi kadhaa ya anga kutoka kwa Iran. Mashambulizi hayo yanaongeza mashaka kuhusu mustakabali wa makubaliano ya kusitisha vita yaliyoanza mwezi April baada ya miezi kadhaa ya mapigano kati ya Iran, Marekani na Israel. Na huu ndio mwisho wa habari za kimataifa na ndio tamati ya taarifa yetu ya habari usiku huu. Kwa niaba ya wote waliokamilisha taarifa ya habari usiku huu, mimi ni Abed Kidunda. Endelea kuitazama Abud TV na utufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii Abud
Media TZ. Tunapatikana hivyo Instagram, Facebook, X, TikTok pamoja na YouTube. Usiku mwema.